Hujambo na karibu tena mpenzi mtazamaji, ni kupashe yale ambayo yanajiri au yanaenea sasa hivi katika mitandao ya kijamii humo nchini. Ripoti ya habari za hivi punde katika nyanja ya kisiasa ni kwamba Mange Kimambi apatikana ndani ya hatari ya kuchukuliwa sheria kali na Samia Suluhu Hassan pamoja na serikali yake. Onyo kali latolewa baada ya Mange Kimambi kufanya kitendo hiki hatari nchini. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Serikali yakanusha taarifa hii nzito inayosambazwa mitandaoni na Mange Kimambi siku ya leo. Serikali ya Tanzania imetoa mwito mkali wa kuwa makini kwa wananchi wa Tanzania kuhusiana na uenezaji wa taarifa za uongo zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii na katika baadhi ya vyombo vya habari humo nchini. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa leo, mamlaka inawataka wananchi kuchukua tahadhari wanapojihusisha na nyenzo au habari zinazotumia nembo za serikali, mihuri rasmi au sahihi za viongozi wa kitaifa. Serikali ilisisitiza kuwa taarifa za uongo zimekuwa chombo kinachotumiwa na watu wenye nia ovu kwa lengo la kupotosha umma, kudharau taasisi na serikali na kuchochea machafuko. Maafisa hao wa polisi walisisitiza kuwa ujumbe ambao haujaidhinishwa unaosambazwa mtandaoni na pia awali uliosambazwa naye Mange Kimambi au kupitia njia zisizo rasmi haufai kuchukuliwa hadharani, hasa inapodaiwa kuwakilisha sauti za viongozi wa serikali. Onyo hilo linakuja huku kukiwa na ongezeko la matumizi mabaya ya mifumo ya kidijitali kueneza ujumbe na picha za uzushi zinazodaiwa kubeba mamlaka ya taasisi za serikali. Kwenye screen yako ni screenshot ya taarifa hizo ambazo serikali inadai ni taarifa za kupotosha na za uongo zinazosambazwa mitandaoni, na awali taarifa hizo zilionekana kusambazwa na Mange Kimambi. Hata hivyo, maudhui kama haya mara nyingi huangazia saini zilizoidhinishwa, hati potofu au picha zilizohaririwa na viongozi wa kitaifa na kuwapa muonekano wa ukweli. Serikali ilisisitiza kuwa mbinu hizi zinatumiwa na watu binafsi ambao kwa makusudi wanataka kuzua mkanganyiko, kudhoofisha imani ya wananchi katika uongozi na serikali yake na kuzusha mifarakano ndani ya jamii. Maafisa wa polisi walisema kuwa mwenendo wa kueneza habari potofu mitandaoni si tu kwamba unaharibu sifa viongozi na serikali, bali pia unaleta tishio la moja kwa moja kwa uwiano wa kitaifa na utulivu wa umma humo nchini. Taarifa hiyo ilizidi kusisitiza kuwa ni lazima Watanzania wote wachunguze kwa kina chanzo cha taarifa kabla ya kuzisambaza au kuziamini moja kwa moja. Wananchi wanakumbushwa kuwa mawasiliano yoyote kutoka serikalini, yakiwemo matangazo ya sera au maagizo rasmi, yatasambazwa kila mara kupitia njia zinazotambulika za serikali na vyombo vya habari vilivyoidhinishwa. Kwa kuwataka wananchi kufuata utamaduni wa uthibitishaji, serikali na maafisa inatarajia kuzuia athari mbaya za taarifa potofu kama hizo ambazo zimesambazwa na Mange Kimambi zinazoweza kuenea haraka katika anga za kidijitali. Wito kwa raia haujaundwa tu kama suala la uwajibikaji wa kibinafsi, lakini kama jukumu la pamoja la kulinda umoja wa kitaifa. Sambamba na rufaa hiyo ya tahadhari, serikali pia imetoa onyo kali kwa watu watakaopatikana na hatia ya kutunga au kusambaza habari hizo za uongo. Taarifa hiyo ilidokeza kuwa wale wanaounda au kushiriki taarifa za upotoshaji kimakusudi humu nchini kwa nia ya kuharibu sifa au kuharibu amani au kuyumbisha taifa watakabiliwa na sheria. Hata hivyo, mamlaka zilikariri kuwa sheria za Tanzania zinatoa vifungu vilivyo wazi dhidi ya kuenea kwa taarifa ama kueneza taarifa potofu, na vyombo vya kutekeleza sheria viko tayari kufuatilia wakosaji hawa. Ujumbe huu unakusudiwa kama kizuizi na hakikisho kwa umma kwamba hatua zitaweza kuchukuliwa ili kudumisha uadilifu wa mawasiliano rasmi. Majukwaa ya mitandao ya kijamii yametajwa kama kichocheo kikuu cha changamoto ya sasa kutokana na kukua kwa kasi kwa matumizi ya interneti kote nchini Tanzania. Majukwaa kama vile WhatsApp, Facebook, Twitter na Instagram yamekuwa njia kuu za kusambaza madai ambayo hayajathibitishwa au madai ya uongo. Ingawa zana hizi ni nguvu kwa kushiriki habari, pia zinatumiwa na watendaji wenye ajenda mbaya za kisiasa au za kibinafsi. Wachambuzi wanabainisha kuwa
kuwa kasi kubwa ambayo maudhui husafirishwa nayo kwenye mifumo hii inamaanisha kuwa hata ujumbe mmoja uliobuniwa unaweza kufikia maelfu ya watumiaji ndani ya saa au muda mchache. Hivyo basi kuongeza athari zake, uingiliaji kati wa serikali unalenga kuwakumbusha umma kwamba urais haupaswi kuchukua nafasi ya usahihi, hasa wakati masuala ya umuhimu wa kitaifa yanahusika. Kiini cha onyo hilo la polisi ni wasiwasi wa usalama na utulivu wa taifa. Maafisa waliangazia kwamba kampeni za upotoshaji, hasa zile zinazohusisha uigaji wa maafisa wa serikali au taasisi au muhuri za serikali, si kero tu bali ni vitisho kwa mfumo wa utawala. Jumbe za uongo zinaposambazwa kwa mamlaka ya nembo au saini rasmi au muhuri zina hatari ya kuleta hofu isiyo lazima, kudhoofisha imani katika uongozi na serikali au hata kuchochea machafuko nchini. Serikali ilisisitiza kwamba kulinda ukweli katika mazungumzo ya hadhara ni sehemu muhimu ya kudumisha amani na kwamba raia lazima washiriki kikamilifu katika kupinga ghilba. Hata hivyo, kauli hiyo ya serikali pia imewataka Watanzania kujiepusha na shughuli zozote zinazohusu kutengeneza au kusambaza maudhui ya uongo. Wananchi wanahimizwa kupinga kishawishi cha kusambaza habari za uongo ambazo hazijathibitishwa na serikali au rais, hata zionekane kuwa za kulazimisha au za kustajabisha jinsi gani. Badala yake wanaombwa kugeukia taasisi za serikali zilizoanzishwa, wizara na vyombo vya habari vinavyotambulika ili kupata sasisho au habari za kweli. Rufaa hii inaangazia juhudi pana za serikali kujenga utamaduni wa uraia unaowajibika, ambapo watu binafsi wanaelewa uzito wa matendo yao katika anga ya kidijitali na mitandaoni na matokeo yao yanayoweza kutokea kwa maelewano ya kitaifa. Zaidi ya athari za kisheria na kiusalama, ujumbe wa leo pia unaelekeza kwenye suala pana la kuaminiana kati ya serikali na wananchi wake. Ujumbe wa uongo unaowalenga viongozi wa kitaifa mara nyingi hutengenezwa ili kuondoa uaminifu huu na hivyo kuleta shaka kuhusu uaminifu wa mawasiliano rasmi. Katika kukabiliana na hali hiyo, serikali inajitahidi kuimarisha njia ambazo taarifa za kweli zinaweza kupatikana ili kuhakikisha kwamba wananchi wanajua wapi pa kuelekea pindi wanapohitaji ufafanuzi. Kwa hiyo vita dhidi ya taarifa potofu si tu kuhusu kukomesha uongo, bali pia kuimarisha uhusiano wa imani kati ya viongozi na umma wanaotumikia. Kauli hiyo ya serikali pia imewataka Watanzania kujiepusha na shughuli zozote zinazohusu kutengeneza au kusambaza maudhui haya ya uongo. Kwa sasa serikali inasisitiza utulivu, uwajibikaji na umakini. Wananchi wanakumbushwa kuwa amani na utulivu wa taifa hutegemea uwajibikaji wa pamoja na kwamba kila mtu anashiriki katika kupinga kuenea kwa uongo. Kwa kugeukia tu vyanzo rasmi vya serikali na kuepuka maudhui ambayo hayajathibitishwa, Watanzania wanaweza kwa pamoja kujitahadharisha taarifa za uongo. Huku nafasi ya kidijitali ikiendelea kupanuka, changamoto ya taarifa potofu inatarajiwa kuendelea, lakini ujumbe wa serikali uko wazi: ukweli na udhabiti lazima zilindwe kwa gharama yoyote. Kwa kumalizia, taarifa hiyo inatumika kama onyo na wito wa umoja. Inaonya juu ya madhara ya kisheria kwa wale wanaochagua kueneza taarifa hizi za uongo, lakini pia inatoa wito kwa wananchi kujiona wao ni walinzi wa amani na sifa ya taifa. Katika dunia ambayo uongo unaweza kusafiri haraka kuliko ukweli, serikali inawakumbusha Watanzania kuwa busara na uwajibikaji ni nyenzo muhimu katika kuhifadhi utulivu. Jukumu sasa si la mamlaka pekee, bali na kila raia. Taifa linapojaribu kutumia enzi ya kidijitali bila kuathiri ukweli, amani au usalama wa taifa. Mtazamaji, bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe chini ya video hii. Vile bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa ama habari zetu mpya.